Akistenge logoiwechon chitab Kalenjin koketokyinige county nebo Elgeyo Marakwet ole kaitita cabinet secretary en ministry nebo ripsetab kalyet en emet orit Onesmus Kipchumba Murkomen komostab Kaptarakwa nemiten en Keyo Murot Tai county nebo Elgeyo Marakwet en igortab kanaptaetab boisionik anan empowerment nebo biikab komosaton. En kasaratan komwa Murkomen kole tesentai serikalitab Kenya Kwanza kondochin kandoindetab emet William Ruto tetutik cheterchin chebo bandab tai en emoni asikobit konyumnyum sabet nebo biik en emet kou bosetab beek nekikisuldaen en katoldoleiwek asikobit konyorchigei kabatik tugul en nyumnyumindo. En yoton kotes komwa Murkomen akobo tetutik alak kou chebo tililindo koboto somanet nekamwa kole kokokimitak tetutik choton akotesentai biikab emet konyorchinengei kelchin. Nataka niseme ya kwamba kama serikali ya Kenya Kwanza na nao ni broad based government, sisi tunajivunia ile kazi inaendelea katika serikali hii. Na mimi ningependa kusema kwamba Mheshimiwa Rais ameweka msingi yake, ile policy yake ya bottom up. Na hiyo policy ya bottom up ya Mheshimiwa Rais ni policy ya usawazishaji. Anataka kusawazisha Kenya. Kenya nzima ikuwe ni moja. Watu wote waweze wakapewa nafasi ya kutosha kwa mambo ya maendeleo. Mnajua tulipoingia serikali kulikuwa na shida kubwa sana kwa mambo ya uchumi. Bei ya unga ilikuwa juu kwa huko matowns. Hapa nyumbani bei ya fertilizer ilikuwa juu. Tulikuwa tunanunua fertilizer na 7,000. Mnajua kwamba dola kupitia dola na Kenya shilling ilikuwa ni 130 karibu 200 kwa mambo ya dola. Mnajua mambo ya inflation ilikuwa imesonga inaenda huko karibu 9. Lakini Mheshimiwa Rais alikaa chini na mimi ninaongea kama witness, akapanga mambo ya uchumi ya Kenya. Akahakikisha ya kwamba mambo ya dola imepunguzwa. Sasa hizi dola ni 128, 129, 130. Mambo ya inflation ikakuja chini mpaka iko 5% hapo. Hiyo iko chini, iko imekuja chini vizuri. Pia kumekuwa na shida sana mambo ya afya. Nyinyi mnajua vizuri sana watu wa hapa Kaptarakwa kwamba tulikuwa tunafanya harambee kila siku kwa mambo ya mtu akienda tu hospitali hivi ni harambee. Na sio harambee pesa nusu ama kwota, ilikuwa ni harambee pesa yote. Lakini unaona sasa SHA imekuja ikatusaidia kupunguza gharama. Pia nataka niwaambie, tuliingia serikali na tulikuwa na shida kubwa kwa mambo ya masomo. Hospitali shule zetu zilikuwa zina shida kubwa ya walimu. Rais kwa miaka 3 ameweza kuandika walimu 1,100 na akadistribute kwa Kenya mzima. Hakuna sehemu ya Kenya hawakufaidika kwa wale walimu wanaandikwa ikiwa pamoja hapa na Kaptarakwa. Ilikuwa imezama. Funding model ya university yenye ilikuwa universities kama Moi, Egerton, Nairobi ilikuwa inaenda kuuzwa kwa sababu deni ilikuwa mingi, wanafunzi hawajaweza kuleta fees ya kutosha. Ile funding model ilikuwa hapo, ilikuwa inakisia tu kutuma pesa kwa shule, haiangalii program yenye wanafunzi anafanya na haiangalii ile mambo yenye inahusikana na mambo ya masomo. Rais amependua hiyo. Unaona sasa educational model yenye inasaidia sisi hata even farming up mambo ya competent based education. Na nataka tushukuru wote Mheshimiwa Rais kwa ile kazi amefanya kwa mambo ya education.